Lakini kwa upande wa gharama ile ya mradi wa fiber to the home, kawaida katika utoaji wa huduma za mtandao inapima kwa Mbps, megabytes per second, na unalipia kiasi gani. Sisi tulipoingia, wakati tumekutana na Zictia, alituambia kwamba alikuwa anauza Mbps moja kwa shilingi 60,000. Lakini sasa hivi kwa sababu tunaenda kusaini huu mkataba na wenzetu wa Yas, manake ile tutaishusha kwa nusu, itakuwa ni 30,000 kutoka 60,000 kwa Mbps moja. Ukiwa na Mbps zako moja inatosha katika mazingira ya kawaida. Lakini ukiwa na Mbps zako 2-3 kwa 60,000, na kama labda wewe ni mfanya biashara wakati ambaye una generate revenue pengine haipungui milioni 1 kwa mwezi, kutoa 60,000 kulipa mtandao sidhani kama ni gharama kubwa sana, hususan kama biashara yako kubwa ndio iko kwenye mtandao. Kwa hiyo kwa maneno mengine ni nini? Hapa tumesubsidize kwa kiasi kikubwa sana. Zaidi ya nusu ya ile gharama ya kawaida ambayo ipo tumeiondosha ili kuweza kumwezesha mwananchi. Lakini serikali itaangalia, kwa sababu tumeamua kwamba tunataka uchumi wa kidijitali. Kwa hiyo kama ikionekana kwamba bado wananchi wengi gharama hii ni kubwa, tutarudi mezani na tutawasikiliza pia, pamoja na maoni ambayo na nyinyi mtachukua huko. Serikali yetu ni sikivu, nadhani imethibitisha hilo, kwa hiyo tutaliangalia. Lakini pia tuna huduma ama mradi huu uko chini ya wenzetu wa Zictia wa public wifi, yani zile huduma za mtandao ambazo zinapatikana katika maeneo ya wazi. Kwa mfano kama hapa Kisonge tutakuja kuweka hapa public wifi, ambayo hiyo mwananchi yote akiingia pale anaunganika, anakuwa yupo kwenye mtandao. Forodhani, darajani, vituo vya basi, viwanja vya michezo, kote huko tutakuja kuweka hii public wifi ambayo wananchi watakuja kupata huduma za mtandao. Na hiyo yote ni lengo kwamba watu wawe wameunganishwa muda wote. Iwe katika data, katika simu yako huna bando, lakini ukienda Kisonge upo kwenye wifi. Ukitoka Kisonge narudi nyumbani, fiber ipo inafanya kazi. Ndio uchumi wa kidijitali unapokuwa. Kila sehemu ambayo upo unatakiwa na mtandao uwepo.